10 na simu 3. Hiyo ya 11 inafuta. 12. Imekuwaje leo? Jamani, nani anafungua dimba la maswali? Huyu hapo leo anaanza huyu. Sawa, kwanza semaje, hongera kwa mchezo. Asante sana. Lakini tumeona kiwango ambacho kimeonyeshwa na KMC kwa siku ya leo, kwa namna moja au nyingine kitaka kusababisha kipofu kichache. Kwa upande wako umeonaje mchezo na timu yako? Kwanza tumpongeze mwalimu sijui ni wa mpito ama ni wa muda ama ni wa kudumu wa KMC ambaye amechukua mikoba ya mwalimu Ongala. Ameibadilisha timu kwa kiasi kikubwa sana na imetoa upinzani mkubwa sana kwa Simba Sports Club, na nadhani katika mechi 4 hizi ambazo tumecheza back to back, hii ndio mechi ambayo imekwenda vizuri. Kwanza hakukuwa na rafu za kishamba, lakini vile vile hakukuwa na upotezaji wa muda wa aina yoyote ule. Wameruhusu mpira uchezwe na wameruhusu timu bora ipate ushindi. Kwa hiyo kwa hilo tunawapongeza KMC. Wamecheza mpira usiokuwa na mashaka ndani yake na wamefungwa kwa kulingana na makosa yao na ubora wa Simba Sports Club. Tumemaliza syndicate yetu ya mechi 4 ngumu ambazo zilikuwa zimebandana kama tasbihi, na tumeweza kupambana kuchukua alama 12 katika mechi hizo. Haikuwa kazi nyepesi hata kidogo. Shukrani za kipekee zimwendee mwalimu Fadlu Davis kwa kuweza kufanya rotation kubwa ya wachezaji, kumpa nafasi mchezaji mmoja tofauti kwenye kila mechi, na hatimaye kuifanya Simba kufanikiwa kuibuka na alama 12. Nadhani katika mechi hizi 4 ni Musa Kamara pekee ndiye ambaye hajafanyiwa mabadiliko, lakini wachezaji wengine wote wamefanyiwa mabadiliko. Kumekuwa na mzunguko hapa na pale, yote ni kuweza kumatch in na ugumu wa ratiba. Tumeibuka na ushindi hii leo wa magoli 2-1. Haikuwa mechi nyepesi sana na haukuwa ushindi wa kukufanya urelaxing, lakini yote kwa yote tunawashukuru wachezaji wetu kwa kuwa na ubora usiomithilika na kuiwezesha Simba kufanikiwa kupata ushindi katika mechi hii ya leo dhidi ya KMC. Semaji, mmefanikiwa kushinda viporo vyenu 4 mfululizo. Pengine hii ni message kwamba mnalitaka taji la NBC? Absolutely. Tunalihitaji taji la ligi kuu ya NBC. Tuna muda mrefu, misimu 3 hatujachukua kombe hili. Kwa hiyo msimu huu tunaona kabisa tunastahili kuchukua kulingana na ubora wa timu tuliokuwa nayo na mwenendo wa ligi unavyoelekea. Unaona kabisa Simba ipo kwenye nafasi nzuri ya kuchukua ubingwa huu. Kwa hiyo tumepata ushindi katika mechi hizi ambazo naamini watu wengi sana wamekuwa surprised. Wapinzani wetu wengi walikuwa wanasubiri Simba adondoshe alama katika mechi hizi ili waweze kufanya sherehe zao, lakini tumeanza mechi ya kwanza na Mashujaa, hawakuamini kilichotokea. Mechi na JKT hawakuamini kilichotokea. Mechi ya Pamba alikadhalika. Basi labda baba mwenye nyumba atamzuia mpangaji wake, lakini bado naye tumemfanya vibaya nyumbani kwake vile vile. Kwa hiyo tumechukua alama hizi 12. Mimi naamini kuna watu hivi sasa nafsi zao zimechemka upya, nafsi zao zimepata moto upya na zimepata mhaho mpya na zimepata uoga mpya baada ya Simba kupata ushindi katika mechi zake hizi 4 za viporo. Katika mechi 4 ambazo wamepata ushindi, mechi ya JKT wakati huyo anabomba swali lake, wakati anaendelea kulifikiria swali lake, Semaji, mimi nafahamu mmemaliza mchezo huu, kituo kinachofuata ni kimataifa. Semaji, bila shaka zungumza kidogo, watu watamani kusikia huko kimataifa mambo yapoje? Kimataifa ndiko ambako tunaelekea, na kesho majira ya saa 5 asubuhi Mwenyezi Mungu akitujalia kufika salama, tutazungumza nanyi waandishi wa habari kuwatangazia program nzima ya Simba, kuanzia tarehe ya kuondoka, wachezaji wanaoondoka
na ratiba nzima ya Simba Sports Club, ikiwemo kauli mbiu kuelekea katika mchezo wetu, na vile vile kama haitoshi, ratiba na mpango mzima wa hamasa kwa mechi ya marudiano na viingilio. Kwa hiyo hili la kimataifa, ndugu zanguni, kesho niwaalike makao makuu ya Simba Sports majira ya saa 5 asubuhi, twende tuzungumze kuhusiana na maandalizi ya mnyama kuelekea katika mechi dhidi ya RS Berkane. Semaji, michezo hii minne ya ligi imekuwa ni michezo ambayo imeandaa vizuri kuelekea mchezo wa shirikisho wa finali. Kusema kweli tumepata kipimo kizuri sana. Namna ambavyo wapinzani walikuwa wanacheza kwa nguvu na kukamia, sisi kwetu ilikuwa inatupa faida kubwa sana, na hasa katika mchezo wa leo na yenyewe imetupa funzo kubwa. Kama mmeuangalia mchezo vizuri, muda mwingi wachezaji wote 11 wa KMC walikuwa wanakaa nyuma ya mpira, ama walikuwa wana defense, wanalinda. Yani hivyo ndivyo ambavyo Berkane atacheza kwenye mechi ya fainali hapa Benjamin Mkapa. Kwa leo tulikuwa tunafanya mazoezi, japo kuna ambao waliona wanatukomoa, lakini in a real sense walikuwa wanatupa mtihani ambao tukiufaulu tunakwenda kufaulu kwenye michuano ya kimataifa. Mechi na Mashujaa, namna ambavyo ilikuwa ngumu, sisi pale tulikuwa tunaongeza fitness yetu. Tumepata mazoezi mazuri kweli kweli, ambao baada ya mazoezi hii sasa tunayo imani na matumaini makubwa sana mnyama anakwenda kufanya vizuri kwenye mechi ya fainali. Semaji, mchezo wa pili mnapoteza clean sheet, au wapi wasiwasi kuelekea mchezo unaofuata? Kwenye football tunaangalia nani amefunga magoli mengi zaidi. Huyo ndio mshindi. Mpaka sasa hatumdai Kamara chochote kile, kwa sababu tayari ameshavunja rekodi ya msimu iliyopita ya kuwa na clean sheet 16. Anayeshikilia rekodi hiyo, ama aliyekuwa na rekodi ya clean sheet msimu uliopita alikuwa ni kipa wa Coastal Union Ray Matampi, alikuwa na 10 na takwimu zinazoendelea katika mechi mbalimbali za ligi. Ukiachilia mbali kufika fainali ya CAF, hiyo tusizungumzie kwa sababu kuna watu hawapo kwenye hayo mashindano. Kwa hiyo tukizungumzia wanaona kama tunajidai, kama tunawanyanyasa. Of course tunajidai kweli. Tukianza na Musa Kamara, mpaka sasa ana clean sheet 16. Tayari ndio kipa bora mpaka muda huu napozungumza na nyinyi. Msimu wake wa kwanza amefanikiwa kuwa na hiyo clean sheet. Lakini achana na Musa Kamara, twende kwenye eneo la ushambuliaji. Jean Charles Ahoua ana magoli 15. Msimu wake wa kwanza magoli 15. Lionel Ateba magoli 11. Msimu wake wa kwanza magoli 11. Nani huyu Sokaref kuliko goli, magoli 11. Msimu wake wa kwanza magoli 11. Haijawahi kutokea Tanzania hii timu ikasajili wachezaji watatu wa mbele, alafu ndani ya msimu mmoja wakawa na magoli 10 plus. Haijawahi kutokea. Ndani ya msimu mmoja wakafunga magoli 30. Klabu imewezekana. Ndani ya msimu mmoja wachezaji wote wageni wamefanikiwa kufunga magoli 10 na kwenda mbele. Hii ni dhahiri shahidi ya kwamba scouting yetu ilikuwa fantastic sana, na aina wachezaji ambao tumekuwa nao ni wachezaji wenye ubora wa hali ya juu mno. Na nini mwalimu anafanya? Mechi hii anampa Ateba, anafunga. Mechi hii anampa Mukwala, anafunga. Yaani mwalimu hana pressure. Anafahamu kabisa nikimpa Mukwala mechi atafunga, nikimpa Ateba mechi atafunga. Hiyo ndo Simba ambayo tunaitaka.